watu wamepigwa risasi majumbani. Naam, karibu msikilizaji, niweze kukufahamisha yale ambayo yameweza kutendeka na yale ambayo yanaendelea kutendeka katika nchi ya Tanzania. Jina langu ni Presenter Guton. Endelea kutufuatilia kwa faida ya kuendelea kupata video zetu punde tu tunapoweza kuzipakia katika ukurasa huu msikilizaji. Sasa kuna bwana anaitwa Profesa Ibrahimu Haruna Lipumba. Profesa Ibrahimu amepata kutoa taarifa zinazomuhusu Samia Suluhu, na taarifa hizi zinadhihirisha wazi mauaji yaliyoweza kusababishiwa wananchi wa Tanganyika siku ya tarehe 29 mpaka 31 Oktoba mwaka 2025 msikilizaji. Profesa Ibrahimu Haruna Lipumba amesema kwamba siku hiyo ama siku hizo wananchi wa Tanganyika walifuatwa nyumbani kwao na kuuawa. Watu walipigwa risasi wakiwa majumbani kwao. Ni taarifa ambayo ameweza kuiachilia hapa bwana Profesa Lipumba na kusema kwamba wananchi walifuatwa majumbani kwao na kupigwa marisasi, bila shaka kwa amri ya Samia Suluhu Hassan. Ndio nimekufahamisha msikilizaji kwamba katika baadhi ya hotuba alizoweza kuzitoa Samia, aliweza kukiri na kusema kwamba amani inapochafuka haijali mwenye makosa na asiye na makosa. Kauli hiyo msikilizaji inakubaliana na kwamba serikali kupitia kwa polisi waliwafuata watu nyumbani kwao na kuwapiga marisasi. Ndio maana ya kauli hiyo msikilizaji, kwa sababu Rais wa taifa amesema kwamba amani inapochafuka haichagui mwenye kufanya makosa na asiyefanya makosa. Kwa hivyo mtu yeyote angeweza kusababishiwa kifo, mtu yeyote angeweza kuuawa, kwa sababu kwa maneno yake amesema kwamba amani inapochafuka haijali. Kwa hivyo ameelewa fika kwamba kuna watu walisababishiwa vifo ambao hawakuwa waandamanaji, ambao hawakuwa na uhalifu wa aina yoyote, ambao hata hawakushiriki katika maandamano ama kupanga maandamano. Watu waliokuwa katika shughuli zao, wengine kurejea nyumbani kwao, wengine kutoka kazini, wengine waliokwenda kupiga kura, walipigwa risasi na wakauawa. Lakini kilicho cha msingi, huyu bwana amesema kwamba hawa walifuatwa nyumbani na wakapigwa risasi. Watu walipigwa risasi majumbani. Kwa hivyo polisi waliwafuata watu nyumbani kwao wakawaua kule kule. Kisha amesema kwamba kuna familia ambazo zinaendelea kusononeka. Kwa sababu gani msikilizaji? Miili ambayo haikuuawa nyumbani ama hawajaweza kurejeshewa miili ya wapendwa wao waliouawa ili waweze kuwazika. 2025 siku ya uchaguzi, watu wamepigwa risasi na mkuu wa nchi anasema nguvu iliyotumika ndio iliyopaswa kutumika.
kwamba ilikuwa nguvu halali ya kutumika, ukizingatia matatizo yaliyokuwepo. Watu wanakimbia, wanapigwa risasi, watu wamepigwa risasi majumbani. Sheikh Majini amepigwa risasi wapi? Nyumbani kwake. Miaka 65 baada ya huku serikali kupitia kwa kiongozi wake Samia Suluhu akiendelea kujipiga kifua na kutangaza alivyofanikiwa kusambaza woga kwa vijana wa Dar es Salaam wasiweze kufanya maandamano siku nyingine tena. Katika baadhi ya hotuba zake pia aliweza kusema kwamba ukiwauliza vijana wa Dar es Salaam mjini pale, watakueleza kwamba hawatamani kuhusika tena katika maandamano kwa sababu aliwanyorosha. Kama ni Dar es Salaam tu pale, nenda kaulize vijana kama leo wanataka kuingia njiani, hakuna anayetamani. Msikilizaji, haya ni maneno ya rais ambayo anayazungumza kwa wananchi wake waliopoteza wapendwa wao. Anawaeleza kwamba tuliwanyorosha kiasi cha kuwa hawawezi kutamani kurejelea katika kufanya maandamano. Kwa hivyo kila ambacho Samia anasema hapa ni kwamba yeye anajisifia kwa sababu anahisi kwamba alishinda baada ya kufanikiwa kusambaza woga kwa Watanganyika wasiweze kupinga serikali yake ama hoja zake kwa kufanya maandamano. Elewa kwamba msikilizaji, katiba imeruhusu maandamano yafanyike pale ambapo wananchi wanahisi kwamba hawajatendewa haki au kuna jambo linaendelea lisilo bora au kuna uongozi mbaya unaoendeleshwa na serikali ambayo ipo utawalani. Na kwa hivyo inawaruhusu wananchi kwa wakati kama huo waweze kutoka na kufanya maandamano ili kuonyesha kwamba pana tatizo na kuna kitu ambacho wanahitaji kiweze kubadilika. Sasa rais wa taifa anawaambia wananchi wake kwamba vijana wa Dar es Salaam hawana hamu ama hawatamani kuandamana kwa sababu waliwanyorosha ilivyofaa. Ikiwa msikilizaji, waliwanyorosha hivyo, inamaanisha hawana heshima kwa katiba ya nchi ya Tanzania, kwa sababu hicho ni kitendo cha haki na hicho ni kitu ambacho katiba ya nchi ya Tanzania imepeana fursa rasmi kwamba panapotokea tatizo ama wananchi watakapohisi kwamba kuna tatizo, wanaweza kutokea na kufanya maandamano na polisi kuwapatia ulinzi wa kutosha kuhakikisha kwamba hamna atakayejeruhiwa na kwamba wameshiriki maandamano ya amani na wameeleza malalamishi yao kwa vituo husika bila kudhulumiwa, bila kuumizwa, wapewe haki hiyo na kuitumia ipasavyo. Na ndio vijana wa Dar es Salaam baada ya kuona kwamba uchaguzi umefanyika visivyo na kwamba hawajaridhishwa na kile ambacho kimeweza kutendeka pale, wakahisi ni bora ingia barabarani na kufanya maandamano ili kuwasilisha kutoridhishwa kwao kwa viongozi na kuambia kwamba kilichofanyika sio kitendo bora na kwa hivyo tunahitaji mabadiliko. Ikiwa ni uchaguzi urudiwe, ikiwa ni Tundu Lissu waachiliwe,
ili kuweza kufanyika uchaguzi huru nchini Tanzania, jambo ambalo Samia hajaonekana kulipenda na akalichukulia kama kutishwa, na kwa hivyo akahakikisha kwamba vijana wale wamepigwa, wameuliwa, wametekwa, wamesababishiwa uoga, ili kwamba hamna siku tena kutakapoitishwa maandamano na watokee, kwa sababu tayari wameumia, wenzao wamekufa, na wameona nguvu zile zilizoweza kutumika pale, ambazo Samia alisema kwamba hajui nguvu ndogo zingekuwa zipi. Kwa hivyo zile zilizotumika yeye anahisi kwamba zilikuwa bora na ndo zilihitaji kutumika ili kuendelea kumweka yeye mamlakani na kuendelea kumbakisha kama rais wa nchi ya Tanzania. Msikilizaji wangu, ndo taarifa za leo. Karibu sana, naendelea kutufuatilia katika kituo hichi. Hakikisha kwamba unazidi kupiga subscription ili kuendelea kupata video zetu punde tu tunapoweza kuzipakia katika kikundi hichi ama katika ukurasa huu. Msikilizaji, tufuatilie, piga subscription, tuendelee kupatana. Jina langu ni Presenter Guton. Nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba ninakufahamisha na ninakutaarifu kuhusu yale yote ambayo yanaendelea kutendeka.